Habari, karibuni kwenye webinar yetu. Karibuni sana. Hii ni series yetu ya 4 kwenye webinar hii ambayo tutakuwa tuna discuss mambo mbalimbali ya kilimo, ambapo leo tumepanga sana kuzungumzia kuhusu maarifa ya kilimo. Maarifa ya kilimo, namna ambavyo leo tumepanga kuzungumza kuhusu maarifa ya kilimo, lakini mada yetu kuu katika webinar hizi. Karibu Mr. Ambakise Kibona. Mr. Ambakise Kibona, karibu. Karibu pia. Namuona Godfrey, namuona Comfort Magnus, karibu. Wakati tunaendelea kusubiri watu wengine waendelee kujoin, mada yetu kuu katika webinar hii ambayo tutaangalia ni teknolojia inayoongeza faida na kipato katika mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Na katika series zilizokwisha kupita tumeangalia wadau mbalimbali, namna ambavyo teknolojia inaweza ikawagusa moja kwa moja ili kuwaweza kuongezea kipato, ambapo tulizungumza na wakulima sana kama mdau wetu mkubwa katika kilimo, lakini pia tuliangalia wadau wengine kama Agrovet na distributors katika teknolojia, namna gani ambavyo inaweza ikawasaidia. Na moja kwa moja tukiangazia yale yaliyopita, tuliona jinsi ambavyo mkulima unavyoweza ukatumia teknolojia, hasa teknolojia inayoambatana na simu, moja kwa moja kuweza kupata taarifa kuhusiana na shamba lako, ukaweza ukapata huduma za ugani, ukaweza kuagiza pembejeo moja kwa moja kupitia mfumo. Lakini pia tukasema kwamba kilimo ni biashara, hivyo wakati unaandaa shughuli zako za kilimo, kabla haujaanza, moja kwa moja sisi kama Mazao Hub tunashauri uwe una mpango wa kilimo ambao utakuwezesha wewe kujua ni vitu gani ambavyo utafanya wakati unalima na vitagharimu kiasi gani. Kwa hiyo tumeangalia mambo mbalimbali katika session zilizopita, na hii ni session yetu ambapo tutaendelea katika kuangazia sasa kilimo ni maarifa. Hapa kwenye session ya leo utapata kujua zaidi kuhusu zao lako, ni mazingira gani ambayo yanaweza yakasababisha zao lako kustawi vizuri au yakasababisha zao lako kudumaa. Pia vile tutaangalia hali ya hewa, namna ambavyo inachangia katika ukuaji wa zao, lakini pia katika kuongeza yale matokeo katika ulimaji au katika shughuli za kilimo. Vile tutaangalia mbinu bora, wengine mnaita gap mbalimbali, ni namna gani haya maarifa yote unaweza ukayapata kiurahisi. Na tunajua kwamba kilimo ni sayansi, yani kilimo japo wengi wetu tunakifanya kikawaida, lakini kilimo ni sayansi, kilimo ni utaalamu. Sasa kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa, kulingana na mabadiliko ya teknolojia mbalimbali ambazo zinachangia pengine
mabadiliko ya mbegu, inachangia pengine mabadiliko ya namna ya kuzipanda hizi mbegu, kuzitunza na kuzimea mpaka ukapata matokeo yale ya mwisho. Sasa leo tutaangalia haya maarifa, ni namna gani ambavyo unaweza ukajifunza, ni namna gani ambavyo unaweza ukayapata kiurahisi sana kupitia mfumo wetu wa Mazao Hub. Sasa moja kwa moja, kama tulivyosema, kilimo ni maarifa. Kama tulivyosema, kilimo ni maarifa. Kwa hiyo kupitia teknolojia ya Mazao Hub unaweza ukapata kujua kuhusu zao lako kwa undani zaidi. Yaani nikisema kuhusu zao lako, pengine wewe ni mkulima wa mahindi, ni mkulima wa korosho, au ni mkulima wa kitu chochote kile ambacho unalima. Sasa ni namna gani ambavyo unaweza ukapata haya maarifa ya kusaidia wewe kama mkulima uweze kulima zao lako namna inavyokupasa. Sasa kwa kutambua hilo, teknolojia ya Mazao Hub ikaja na sehemu ya maarifa ya kilimo. Ukiangalia hapa kwenye platform, tunatoa maarifa ya kilimo ambayo yanakusaidia wewe kama mkulima. Hii hapa anakusaidia wewe kama mkulima kujua basi zao lako linahitaji nini, au ni vitu gani ambavyo vinaweza vikachangia katika ukuaji wa zao lako. Sasa haya maarifa yamekuwa yamerahisishwa kwa namna ambayo wewe kama mkulima, aidha umesoma kwa level tofauti tofauti, unaweza ukasoma kwa urahisi na ukaelewa. Kwa hiyo muda mwingine hauhitaji kwenda kumuita afisa ugani, lakini unaweza ukasoma humu ukaelewa. Na hapa sasa maarifa haya yamethibitishwa kiasi cha kwamba kila kitu ambacho kinapatikana humu ni kitu ambacho kipo kwa usahihi. Kuna wengine naona wananunua mpaka vitabu kwa ajili ya kujipatia ujuzi wa namna ya kulima zao la nyanya, wengine namna ya kulima vitunguu, ni mbegu gani bora inaweza ikatumika. Lakini sisi kama Mazao Hub tukaliona hilo kwamba wakulima kwa nini wanunue vitabu kwa bei kubwa, lakini tukafikiria kwa namna gani ambavyo unaweza ukapata maarifa kiurahisi, mbali na kutafuta wengine mpaka wanapigwa. Sasa kwa kuliona hilo, tukasema kwamba tutumie msaada wa teknolojia, tuyasogeze haya maarifa kwa ukaribu kwa wakulima, na mkulima aweze kuyapata kwa urahisi sana. Na kwa kuliona hilo, tukasema tuweke kipengele cha maarifa katika mfumo kama na faida mojawapo ya teknolojia ambayo itawasaidia wakulima kulingana na zao wanaolima. Akitaka kulima zao lolote lile, ataweza akayapata haya maarifa kiurahisi sana kupitia mfumo wa Mazao Hub. Leo tutaenda kuona ni namna gani unaweza ukafanya kilimo chenye mafanikio, ambapo kwa kuwa una maarifa sasa, tunategemea kwamba wewe kama mkulima au afisa ugani pia unaweza ukamshauri mkulima namna ya kufanya kilimo chenye mafanikio kwa kuzingatia mambo mbalimbali, kwa kuzingatia ujuzi na maarifa. Sasa umuhimu wa kipengele hichi katika mfumo wetu ni kwamba kinakusaidia wewe kuwa na ujuzi zaidi wa kile ambacho unaenda unakifanya katika kilimo. Kwa hiyo leo uzuri tuko na agronomist kutoka Mazao Hub, Mr. Godfrey, kama upo. Habari. Salama. Asante. Sasa karibu sana, naomba utuelezee ni kipengele hichi cha maarifa kinaweza kikamsaidiaje mkulima au afisa ugani au mtu yoyote ule mdau wa kilimo katika mifumo yetu hii ya Mazao Hub. Tutaomba ufafanuzi alafu tutaendelea na webinar yetu. Karibu. Okay, asante. Na kama hivyo nitambulisha, naitwa Godfrey, ni bwana shamba hapa Mazao Hub, na tulifikiria kuweka hichi kipengele cha maarifa ya kilimo kwa sababu kumekuwa na uhaba pia katika hii swala la maarifa. Kwa hiyo ili kuweka application yetu iwe
vizuri zaidi na kuweza kumsaidia mkulima pamoja na afisa ugani kuongeza maarifa yake, tukaweza kuona namna gani tunaweza kuweka hichi kipengele na namna gani kinaweza kusaidia wewe mkulima au na afisa ugani. Na hichi kipengele chetu kimegawanyika katika sehemu kuu 6, na kipengele cha kwanza kabisa ni mbinu za kilimo. Kwa hiyo hapo utakuta tu mbinu zote na miongozo yote namna gani ufanye kilimo husika katika zao fulani ambao utakuwa umeshalichagua pale unavyoanza kujiandikisha katika application yetu. Kwa hapo utakuta mbinu zote bora za kilimo, nini cha kuzingatia, namna gani ya kuanza kulima, vitu vyote ambavyo kama bwana shamba unavifahamu kuhusu mbinu bora za kilimo. Kipengele kingine katika hapa maarifa ya kilimo, utakuta kipengele cha wadudu na magonjwa. Hapa kipengele hichi kitaweza kusaidia mkulima kuweza kutambua hawa wadudu au na magonjwa na kuelewa dalili gani ambazo zinahusiana zinaendana na huyu mdudu pamoja na madhara yake, na kuchukua mbinu bora za kuweza kudhibiti kwa namna bora ya labda kibiolojia, kikemikali au kiikolojia, vyovyote ambavyo vitakuwa inafaa kwa mkulima. Na kipengele cha 3 itakuwa kuna sifa na aina za mbegu husika wa zao ambao utakuwa umechagua. Kwa hiyo hapa hivi kama tunavyojua, kuna mbegu ambazo huwa zinafaa sasa katika mazingira fulani na nyingine hazifai katika mazingira fulani. Kwa hiyo kipengele hichi kitaweza kusaidia kufanya maamuzi ya kuchagua mbegu bora kutokana na sifa zake, sifa za mavuno, ustahimilivu wa magonjwa pamoja na wadudu, ukiangalia pia na kuzingatia muda wa kukomaa kwa hiyo mbegu. Sawa. Alafu kipengele kingine hapa kutakuwa kuna maarifa ya mazingira bora ya kufanya kilimo cha zao husika. Kwa hiyo hapa kama tunavyojua pia udongo, zao lolote pia linategemeana pia na hali ya mazingira, joto, ule unyevunyevu ambao upo kwenye mazingira hayo, udongo, maji. Kwa hiyo kipengele hichi pia kutokana na pH ya udongo pia na historia, vitu kama hivyo utakuta kwenye mazingira, kipengele cha mazingira bora ya kilimo ambapo itakuwa kinahusu zao lenyewe husika. Kwa hiyo kipengele kingine cha 5 kutakuwa kuna kipengele cha dondoo ya hali ya hewa. Kwa hiyo kama tunavyofahamu, mabadiliko ya tabia ya nchi yamekuwa yakiathiri ya sasa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tunayapitia katika nchi yetu. Kama mnavyofahamu, msimu huu wametabiri ya sasa kutoka kuna uhaba wa mvua katika maeneo mengi ya Tanzania. Kwa hiyo kipengele hichi kitakuwa kinaweza kumsaidia mkulima kuchukua mbinu bora ambazo zinaweza kumsaidia kuepuka athari ambazo zinasababishwa labda na ukame, mafuriko au baridi kutokana na kipindi gani cha msimu ambao kitakuwepo katika wakati huo. Kwa hiyo kipengele hicho ndio kipengele cha 5. Kipengele cha 6 kutakuwa kuna kipengele cha utafiti ambacho kipengele hiki bado kipo kwenye maboresho zaidi, lakini kipengele hichi kitakuwa tumekilenga zaidi kuweza kushare mbinu bora au tafiti ambazo zimekuwa zikifanyika sasa hapa Tanzania. Japokuwa tafiti nyingi zimekuwa zikifanyika, lakini tafiti hizo zimekuwa haziwafikii wakulima pamoja na bwana shamba. Kwa hiyo tafiti hizo tutakuwa tunaziweka katika kipengele hichi na tutakuwa tunaziweza kuweka kwa njia rahisi zaidi ambayo kitaweza kumsaidia mkulima na bwana shamba kuweza kujua mbinu mpya za jinsi ya kukabiliana labda na changamoto yoyote au mbinu mpya za jinsi ya kufanya kilimo cha zao husika. Kwa hiyo kuna kipengele hicho cha tafiti. Kwa hiyo kwa kiufupi ndio kipengele hichi cha maarifa ya kilimo kimekuwa na hivyo vipengele vya hivyo 6 ambavyo tutakuwa tunavikuta tukiweza kuingia kwenye application yetu na kuweza kuitumia. Na nahisi Mr. Gabriel unaweza ukaendelea. Asante Mr. Godfrey, asante kwa ufafanuzi mzuri. Okay, kama tulivyosikia kwamba
Kipengele cha maarifa kimesheheni vitu vingi sana ambavyo vinatuwezesha sisi kama wataalamu wa kilimo pamoja na wadau mbalimbali, hasa mkulima, kuweza kujifunza na kujiandaa, kwa sababu unapokuwa na uelewa kuhusiana na hali ya hewa, nini ambacho kinaweza kikatokea, unaweza ukajiandaa, kwa sababu unakuta unaweza ukawa unalima, lakini kumbe msimu ambao unapanda ndio msimu ambao hauna mvua, kwa hiyo unaweza ukapata hasara kwa mbegu kufia shambani. Kwa hiyo moja kwa moja kama alivyoelezea bwana shamba wetu hapa kutoka Mazao Hub, kwamba kipengele cha maarifa kina vipengele vidogo vidogo vingi, ambacho cha kwanza kabisa tunasema ijue mbegu yako. Ijue mbegu yako, ambao mfumo huu unakuwezesha kujua sasa kwamba kwenye mbegu ambayo unapanda ina sifa gani. Mfano unaweza ukawa unalima zao la nyanya. Sasa kulingana na zao la nyanya unaweza ukajua sasa muda wa kukomaa wa mbegu yako, au cha kwanza kabisa inakusaidia kujua aina za mbegu, yani aina za mbegu nyingi. Mfano hapa kama unavyoona kwenye presentation ambayo ninaonyesha hapa, kuna Roma, VF na zingine nyingi sana, ambapo baadaye tutaenda kuona sasa kwenye zao la nyanya maarifa, ila mfumo wetu unaweza ukakuchukua kwenda kwenye mazao mengi kwa kadri wewe unavyolima. Kwa hiyo cha kwanza inakusaidia kujua aina ya mbegu, muda wa kukomaa. Yote haya maarifa yameandikwa na ni maarifa ambayo yamehakikiwa na mamlaka mbalimbali ikiwemo TOSCI, TARI na sehemu nyingine ambazo wanatoa maarifa ya kilimo hapa Tanzania. Lakini mavuno ambayo yanatoa, yani kwa mbegu moja unaweza ukachuma michumo mingapi, kwenye haya maarifa pia yamekuelezea. Kwa hiyo usiende kununua mbegu wewe kama ni mkulima mpya au hauna experience na hilo zao, isipokuwa mpaka ujiridhishe kwa kusoma maarifa ambayo yanatoka Mazao Hub. Kwa hiyo vile vile unaweza ukajua kwamba je, hii mbegu kwenye magonjwa inazuia sana magonjwa, maana kuna mbegu zinashambuliwa sana na magonjwa. Lakini pia ukubwa wa matunda au mavuno, inazaaje? Inazaa sana, inazaa matunda madogo madogo, kulingana sasa na zao, kama ni nyanya, kama ni mpunga, au kama ni kitunguu, bamia au zao lolote. Kwa leo tutatumia mfano wa hili zao la nyanya, lakini pia tumeenda mbali mpaka kujua mpaka ladha. Kwa hiyo sisi tunasema ukichagua mbegu sahihi na kusaidia wewe kuongeza tija, lakini kupunguza gharama za uzalishaji katika shughuli zako za kilimo. Hiyo ilikuwa ni katika sehemu ya mbegu, ambayo ni sehemu ya kwanza kabisa kwenye maarifa ya kilimo. Kwa hiyo utaanza kupata maarifa ya mbegu ya hilo zao husika, unaweza ukachagua pale kutoka kwenye listi ya vile vitu, kwenye listi ya zile mbegu ambazo umeorodheshewa, na kila mbegu imefafanuliwa kwa undani na kwa picha. Lakini vile vile unaweza ukajua kwamba kulingana na hilo zao unalolima, kama ni kitunguu au chochote, je, mazingira gani ambayo yanachangia katika ukuaji au kumea vizuri hilo zao lako, na mazingira gani yanahatarisha. Hapo utaangalia kama jotoridi, mvua, mambo ya minuko, na vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunasema sisi mazingira sahihi yatasaidia kuchangia katika ukuaji wa mmea wako. Kwa hiyo kwa kupata kusoma maarifa ya mazingira ambayo yata affect au yataathiri ukuaji wa mmea wako, utakusaidia wewe kujiandaa na kuandaa shamba lako katika namna ambayo itasaidia zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba haya maarifa yamewekwa katika namna mbalimbali, kama vile minuko, je, mwanga kiasi gani hilo zao lako linahitaji, mpaka virutubisho, maji. Umeona, kuna watu wengine unaweza ukapanda miogo katika maeneo ambayo ile miogo yako baadaye inaenda kuzaa sumu. Kwa hiyo utapata kujua mbegu mbalimbali, mazingira na vitu ambavyo vinachangia
kama hivyo kupitia application ya Mazawabu. Na hiki nilichoonyesha hapa ni mfano tu wa namna ambavyo application yetu inaweza ikakuambia kuhusu mazingira yanayofaa au mazingira ambayo yanaathiri ukuaji wa zao lako. Kwa hiyo utapata kujifunza ili uweze kuongeza mavuno kulingana na elimu ambayo utaipata hapa. Lakini kingine pia, mbinu bora kama alivyokwisha kusema mtaalamu wetu wa kilimo, utapata kufahamu kuhusu gaps, unasema good agricultural practices, ili uweze kuandaa shamba lako kwa usahihi, kupanda kwa usahihi, matumizi sahihi ya mbolea na umwagiliaji. Na kwa kufanya hivyo utaongeza mavuno, lakini pia utapunguza hatari ya zao lako kushambuliwa na magonjwa na visumbufu shambani. Kwa hiyo utapata kufahamu kuhusu gaps, na kama unavyoona hapa kwenye hii screen yetu kwamba application yetu imeelezea mpaka kwa picha kwenye zao la nyanya ni practice gani ambazo wewe kama mkulima unatakiwa kuzifanya. Kwa tunaweza kuona hapa, na baadaye tutapata nafasi ya kutembea kwenye mfumo ili tuweze kujifunza basi mfumo, ili uweze kupata haya maarifa unaweza ukafanyeje. Kwa mbali na hivyo, kuna namna ya kudhibiti magonjwa na visumbufu. Namna gani unaweza ukadhibiti magonjwa na visumbufu? Namuona Flora amenyosha mkono, lakini nitatoa nafasi baadaye kidogo, na namalizia hapa, alafu tutatoa nafasi baadaye kwa ajili ya maswali na majibu. Kwa hiyo kwenye mfumo wetu utapata namna kujua ni magonjwa gani au visumbufu gani au wadudu gani wanaweza wakashambulia zao lako, ili uweze kwanza kuandaa mazingira ambayo yatasaidia kuzuia yale magonjwa, lakini pia uweze kuandaa mazingira ya namna ya kukabili magonjwa pale yatakapotokea. Na kama unavyoona hapa kwenye application yetu sasa imeeleza sasa kwenye zao la nyanya ni magonjwa gani ambayo yanaweza kasumbua, dalili gani ambazo unaweza ukaziona wakati hilo zao lako limeshambuliwa na huyo mdudu au kirusi, au ni kama ni kimelea kwenye zao lako. Kwa hiyo kuelewa dalili itakusaidia wewe kuchukua hatua sahihi na kwa wakati, lakini pia inakusaidia wewe kudhibiti magonjwa na kuongeza maisha ya zao lako, lakini pia uzalishaji itakusaidia ukishadhibiti magonjwa, uzalishaji katika zao lako utaongezeka. Lakini pia ukijua kuhusu haya magonjwa kabla, ukijifunza visababishi vyake, itakusaidia kuzuia ili hapo baadaye wakati unalima yasitokee. Vile vile kama alivyosema bwana shamba wetu kwamba sisi tunatoa mpaka dondoo za hali ya hewa kulingana na eneo ulilopo. Kwa hiyo kama huko Mbeya, kama huko Morogoro, kama huko Mwanza, ni hali ya hewa tofauti huko, na pengine mnakumbwa na misimu ya mvua tofauti. Kwa hiyo kupitia mfumo wetu tumeweza kuchukua data ambazo zitawasaidia wakulima kufahamu kwamba mwenendo wa hali ya hewa kwa mwaka, ili wanapojiandaa na kilimo au wakiwa kwenye msimu wa kilimo waweze kujiandaa na zile mvua, au kama kutakuwa na ukame kama ilivyoelezwa kwa baadhi ya mamlaka saizi kwamba kwa kipindi cha miaka hii ya karibuni mvua zitakuwa chache. Kwa hiyo hii yote utaweza ukaipata kiurahisi sana kupitia Mazao Hub, kwa kuwa tutakuwa tukizitoa hizi dondoo kupitia mfumo uliopo mkononi kwako. Kwa kufahamu dondoo mbalimbali za hali ya hewa mahali ulipo, unaweza kujiandaa na mabadiliko ya tabia nchi katika kilimo. Kwa hiyo haijalishi unalima nyanya, unalima viazi, unalima pilipili au zao lolote lile, utaweza kupata hii dondoo za hali ya hewa kulingana na eneo lililopo na zao moja kwa moja na msimu ambao umeanza kupanda. Lakini pia nadhani tuangalie demo, ambapo hapa sasa tutaenda kuona
ni namna gani unaweza access. Baada ya hii demo tutakuwa na session ya maswali na majibu. Kwa hiyo Flora, utaweza kuuliza, lakini pia pamoja na wengine wengi mtaenda kuuliza. Kama tulivyosema, sisi kama Mazao Hub application yetu inatoa huduma zetu kwa kuzingatia, cha kwanza ni mahali gani unapatikana, aidha kama wewe ni mkulima au ni bwana shamba ambaye unahudumia wakulima. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, pia tunazingatia kutoa huduma mbalimbali kulingana na zao. Kwa hiyo kama ni udongo utapimiwa kulingana na zao, lakini kama ni maarifa ya kilimo utapata kulingana na maarifa na zao husika. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nitaenda kuonyesha hapa. Kama unavyoona nipo kwenye zao la nyanya, lakini mwanzoni kabisa nilikuwa kwenye akaunti hii hapa, ambao hii ni akaunti ya bwana shamba au inaweza ikawa ni akaunti ya mkulima. Kwa hiyo hii ni akaunti ya bwana shamba au inaweza ikawa ni akaunti ya mkulima. Kwa hiyo ninasema bwana shamba kwa maana kwamba kama ni bwana shamba utakuwa na nafasi ya kumhudumia mkulima. Kwa hiyo kama ni mkulima utaenda kuona taarifa zako hapa tofauti kidogo, lakini namna inavyofanya kazi ni vile vile sawa sawa. Kwa hiyo mimi kama bwana shamba nina mkulima wangu hapa, na mkulima wangu ambaye analima nyanya. Umeona? Sasa kwa wakulima hii ni hatua ambayo ipo sawa kwa wote. Kwa hiyo na wewe utapata nafasi ya kuona list ya mazao ambao unalima. Kwa hiyo mkulima wangu kama analima nyanya au mimi kama mkulima kama analima nyanya, kupata hizi huduma utabonyeza hilo zao cha kwanza, zao hili hapo la nyanya. Utaona kuna huduma mbalimbali za mazao, mpango wa kilimo ambao tutazungumzia katika sessions zinazofuata, lakini magonjwa ya maarifa ya kilimo, agiza na zingine nyingi mpaka kupima udongo. Sasa leo tuko kwenye maarifa ya kilimo, tuone namna gani ambavyo unaweza ukapata maarifa. Sorry, sijajua kama huko mnaona kidogo. Yes, hapo. Leo tuko kwenye maarifa ya kilimo, kwamba huku unapata nafasi ya kuona mpango, maarifa ya kilimo, agiza vifaa na vitu vingine mpaka kupima udongo. Lakini pia lengo ni kuona namna gani unavyoweza ukapata maarifa ya zao la nyanya na kulingana na mahali ulipo. Kwa hiyo utabonyeza kipengele cha maarifa hapa. Kibonyeza kipengele cha maarifa utaona imebadilika, imekuwa kuna maarifa ya mbegu kama tulivyozungumza, mazingira, mbinu bora, magonjwa, hali ya hewa, tafiti na mapendekezo. Kwa hiyo kuaccess au kupata maarifa ya mbegu utabonyeza sehemu ya mbegu. Kama unavyoona, kama tulivyoona pale kwenye picha, unaweza ukasoma na ukayatafsiri kwa namna nyepesi sana, kwa kuwa maarifa yamewekwa ili kila mmoja aweze kusoma, aidha uwe una elimu kuhusiana na kilimo au huna elimu kabisa, una experience au hauna. Ukisoma hapa unaweza ukapata maarifa ambayo yanaweza kukuongoza kwenda kulima kilimo cha kisasa ili kupata matokeo. Kama unavyoona hapa, aina mbalimbali za mbegu kama Roma FVF, Tanya, Rio Grande, Tengeru 97 na nyingine nyingi, na kulingana na aina za matunda zinazotoa, muda wa kukomaa, mavuno na sifa zingine mbalimbali. Ukiacha na maarifa ya mbegu, pia unaweza ukarudi nyuma kuona maarifa basi ya mazingira ambayo yanachangia katika ukuaji wa zao lako. Kama tulivyozungumza hapa, unaweza ukajua mazingira au ekolojia ya zao la nyanya au zao lako ambalo unalima. Moja kwa moja utajifunza kupitia maarifa haya, na kama nilivyosema, unaweza ukajua maarifa kuhusiana na mwinuko, joto ambalo linachangia katika ukuaji na vitu vingine vingi. Kwa hiyo kwa kuwa ni demo, hatutaenda ndani sana,
Tutaonyesha pia katika kipengele cha magonjwa. Umeona kwa mfano virusi ambavyo vinaathiri sana zao la nyanya, na hivi utaenda kuona hata kwa picha ili ujifunze, ili unapoenda kukutana na hiyo changamoto shambani unaweza ukaigundua kiurahisi sana na kudhibiti kulingana na maelekezo hapa. Na katika magonjwa na wadudu ambao wanashambulia unaweza ukajifunza mpaka namna ya kudhibiti. Kwa unavyoona hapa imeelezewa dalili na kila kitu, mpaka namna ya kudhibiti, mpaka viambata ambavyo vinaweza vikamaliza hiyo shida au tatizo lako, kama tunavyoona hapa kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo mfumo huu umewekwa kwa ajili ya wakulima na mabwana shamba, na kama wewe ni bwana shamba na kama wewe ni afisa ugani, maarifa haya yako kwa ajili ya kuongezea ujuzi zaidi, ili unapoenda shambani uweze kutoa huduma ya kitaalamu, hasa kwa wale madokta kilimo. Lakini sambamba na hilo, kama wewe ni mkulima, itakuongezea ujuzi zaidi kulifahamu zao lako, ili mwisho wa siku kama zao lako limekutana na changamoto fulani, unapoenda kwa muuza dawa akakuuzia kiambata ambacho sio, unaweza ukajua kiurahisi na ukajua ni viambata vipi ambavyo vinafanya kazi kulingana na kile kitu ambacho uko nacho. Kwa hiyo kilikuwa ni kipengele cha maarifa, na unaweza ukiwa na application ya mazao, unaweza ukaendelea kwenye kipengele cha hali ya hewa, mbinu bora, tafiti na mapendekezo, ambacho hapa tutaweka tafiti mbalimbali kulingana na mabadiliko ya teknolojia na tabia za nchi ambazo zinaweza zika-affect katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo ilikuwa ni demo yetu kwa siku ya leo. Hiyo ilikuwa ni demo yetu kwa siku ya leo. Moja kwa moja tuone, hebu tudiscuss hapa. Hiyo ilikuwa ni demo yetu kwa siku ya leo, na tumaini nimekava karibia kila kitu, sio tu kwa kuelezea, lakini hata kwa vitendo. Kwa hiyo karibu kwa ajili ya maswali na majibu. Nilimuona, sijui kama ametoka, alikuwa itakuwa ametoka, lakini kama kuna mtu yoyote ana swali au anajibu, ana kitu cha kuchangia, karibu sana, ni muda wetu kabla hatujahitimisha webinar yetu ya siku ya leo. Karibuni. Mtu yoyote mwenye cha kuchangia kwa ajili swali, karibu. Okay, kwa kusema hivyo, niwashukuru sana kwa wale ambao tumehudhuria katika webinar ya siku ya leo. Naona kuna mdau wetu alikuwa na swali amepotea, lakini niwashukuru sana. Tukutane Jumatano ijayo kuanzia saa 11 hapa hapa kwenye linki hii. Tutaweza kudiscuss mambo mbalimbali yanayohusiana na kilimo, na ningependa kwa wote ambao tutakutana hapa tuweze kushare changamoto mbalimbali, insight mbalimbali ambazo tunakutana nazo, hasa huku field wakati tunahudumia wakulima au tunafanya shughuli zetu za kilimo. Unaweza ukaja hapa na issue yoyote inayohusiana na ulimaji wa zao fulani, au utaalamu kuhusu zao fulani, kuhusu kiambata au pembejeo yoyote ile, tutakaribisha. Unaweza ukachangia, ukashiriki. Lakini hata pia kwa wale ambao wapo kwenye masoko mbalimbali ya mazao, karibuni sana kwenye webinar hii, kwa kuwa tutakuwa na session kwa ajili yenu. Kwa kusema hivyo, mnaweza mkaendelea na shughuli nyingine, lakini kwa leo tumefikia mwisho.